Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena leo kutufikisha hapa katika studio hizi kwa ajili ya kulinena neno lako. Watoto wako mahali wako wakisikia habari hizi za matumaini kupitia AWR Tanzania. Tunakusii, endelea kutuvuvia Roho yako Mtakatifu, endelea kuwabariki na wasikilizaji pia. Tuongoze wasaa huu kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Rafiki yangu msikilizaji, siku ya leo tutapata kujifunza somo linalohusiana na Yesu. Katika ulimwengu wa leo, Yesu kuna namna ambavyo watu wanamchukulia, na ndivyo ilivyokuwa hata alipokuja mara ya kwanza. Wengi walishindwa kuheshimu jinsi alivyo kwa vile alivyokuja katika kutukomboa. Lakini leo natamani tuzungumze habari za uungu wa Yesu kwa mujibu wa maandiko. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 23, maandiko yanasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Immanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa mtazamo wa kibinadamu, unaposikia mwanadamu anazaliwa alafu anaitwa Mungu pamoja nasi, kwa kweli hili si swala la kimantiki. Ni lazima iliyo na mashaka katika fahamu za wanadamu. Lakini kwa kuwa Mungu ni Mungu asiyeshindwa na ni Mungu ambaye anapanga iwe atakavyo, sisi kama wanadamu kwa kuwa tumeumbwa, ni ishara ya kwamba hata mitazamo yetu kuna sehemu inafikia, na zaidi sana tunatofautiana hata katika kuelewa. Kwa hiyo hata sasa tumekuwa na mashaka, lakini maandiko yanasema amezaliwa mwana na jina lake ni Immanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Tunapoendelea kujifunza tutaona kwa nini amelazimika kuzaliwa kama mwanadamu na hatimaye kufikia kukanwa kwa namna ambavyo amekuwa. Lakini mwanzo katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1, wa 3 na wa 4 na 14, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 3 unasema, vyote vilifanyika kwa huyo, kwamba huyu neno naye aliumba, na kwa kuwa aliumba na muumbaji ni Mungu, na anasema pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa leo ukimwambia mtu umeumbwa na Yesu, mtu anaweza akashangaa ati kwa sababu Yesu alizaliwa. Kuzaliwa kwa Yesu sio mwanzo wake. Yesu alikuwaepo. Neno linasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo alikuwepo. Kuzaliwa na mwanamke ni kwa ajili tu ya kuja kutukomboa. Lakini pia Yohana 17 anasema, na Yohana 17 mstari wa 5 na 24 anasema, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Tazama katika neno hili, huyu ni Yesu akizungumza kwamba unitukuze. Yesu akiwa katika ulimwengu huu anasema unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo Yesu alikuwa na utukufu, Yesu alikuwa na uungu kabla ya ulimwengu huu haukuwako. Na hapo sema kabla ya ulimwengu huu kuwako, nikimaanisha kabla
hata Mariamu aliyemzaa hakuwepo, kabla hata kina Ibrahimu hawakuwepo, kabla hata chochote kilichoumbwa hakikuumbwa bado. Kwa hiyo Yesu akiwa katika ubinadamu, katika majukumu yake hapa duniani ya safari yake ya kumkomboa mwanadamu, anamwambia Baba, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja na wewe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwapo. Kwa hiyo Yesu alikuwepo. Mwanzo wa Yesu sio kuzaliwa na mwanadamu. Yesu alikuwepo kabla ya ulimwengu kuwapo. Lakini mstari wa 24 anasema, Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa. Kwa maana ulinipenda kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wapendwa wasikilizaji wa AWR, huyu Yesu alikuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu huu kuwako. Na kwa sababu hiyo maandiko yanasema hata kafara yake kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu aliyopotea ilitolewa. Ilitolewa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako. Na neno linaposema ulinipenda kabla ya kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu, maana yake ni kwamba ulinipenda na ukanitoa kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu kabla ya msingi wa ulimwengu kuwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Mungu mwenye tabia ya upendo. Leo anajifunua kupitia Mungu Yesu Kristo. Yesu Kristo akionyesha namna ambavyo kwa upendo wake aliamua kumtoa kabla ya msingi ya dunia hii kuwako kwa ajili ya wokovu wa maisha ya wanadamu. Lakini Yohana 8 mstari wa 58 anasema, Yesu akamwambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Haleluya. Yesu aliponena maneno haya alionekana kituko na wasikilizaji, na akaonekana kana kwamba anakufuru. Maana watu wanamjua Ibrahimu tangu zamani, lakini Yesu hawakumuona tangu zamani. Na Yesu anayemfahamu wao ni Yesu aliyotokana na Mariam, ni Yesu aliyozaliwa na Mariam. Hawajui wapi Yesu ametoka hasa. Kwa hiyo leo Yesu anahakikisha, anawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Kwa maana nyingine, hata huyo Ibrahimu mnayemwamini, hata huyo Ibrahimu aliyokuwa anayafundisha, alikuwa anawafundisha mambo yanihusuyo mimi. Maana yake ni kwamba mimi nilikwisha kuwako na nilifunuliwa kwa Ibrahimu. Ndio maana Ibrahimu akapata kunena habari zangu, akapata kutenda mapenzi yangu. Mstari wa 14 katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 anasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma. Anaposema mimi niko amenituma, anamaanisha mambo mengi. Wakati huu Musa alipotumwa kwenda Misri kuwachukua wana wa Israeli waliokuwa utumwani. Na ukumbuke Musa alitoka huko kwa hofu iliyotokana na kumshambulia Misri moja na kumuua na kumfukia katika mchanga. Lakini baadaye alipokuta Waisraeli wanagombana, akaamua kuwatenganisha. Hatimaye mmoja wao akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa muamuzi wetu, au unataka kumuua huyu kama ulivyomuua yule Misri? Musa aliposikia hivyo, akaona kumbe nililolifanya linazingatiwa katika akili za watu, na hivyo Farao akatafuta kumkamata Musa na kumtishia Musa na kutaka kumuua Musa. Hivyo Musa akakimbia. Musa alipokimbia kutoka Misri, anaenda Midian kule, anaenda
anapata kazi ya kuchunga mifugo, kazi ya kuchunga kondoo. Katika kazi hiyo ya kuchunga kondoo ndipo anatokewa na Mungu kwa kijiti kiwakacho moto, sauti ikimwambia, Musa, Musa, vua viatu vyako, maana hapa ulipo ni mahala patakatifu. Na ujumbe unaofuata hapo ni wa kujihusisha kwenda kuwatoa wana wa Israeli kule utumwani Misri. Lakini Musa ana hofu. Musa anasema nina kinywa kizito. Musa anasema kule nimeharibu na kule ninatafutwa na kule ninaangamizwa, nitaangamizwa, nitakamatwa. Lakini Mungu akamwambia, wewe nenda. Ninajua habari ya kwamba Haruni anaweza akafanya vizuri zaidi ya wewe, maana mimi niliyomuumba Haruni ndio niliyokuumba wewe. Wapendwa wasikilizaji, ikafika wakati Musa akauliza, sasa wakiniuliza ni nani aliyekutuma? Maana anasema ni nani aliyekutuma kwa sababu alipojaribu kuwatenganisha, kuwaamua walipokuwa kigombana, wao wakamuuliza Musa, ni nani aliyekufanya wewe kutuamua, kutusimamia? Ni nani huyo hasa? Kwa hiyo leo Musa anapotaka kurudi Misri kwenda kuwachukua wana wa Israeli utumwani, anahoji kwamba ni nani sasa? Niwaambie nani kanituma? Ndipo Mungu akamwambia Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 14, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma. Kwa maana nyingine angesema hivi, Mungu amenituma. Mungu ni nani? Mungu ni mimi niko. Mungu yupo, yani maana yake yuko masaa yote, yuko maeneo yote, yuko mahala popote. Hiyo ndo sifa za Mungu. Ukiangalia sifa za Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 hiyo mstari wa 14, inamaanisha kwamba Mungu ni wa umilele. Yani yeye yupo milele zote, yupo nyakati zote. Lakini pia Mungu ni wa kutokubadilika. Ukisoma Zaburi 102 mstari wa 25 mpaka 27 inaonyesha jinsi ambavyo Mungu yeye habadiliki. Lakini ukisoma Mwanzo 18:14 inaonyesha kwamba nguvu na uweza wote, Mungu ana nguvu na uweza wote. Hivyo hakuna atakaye jaribu kumshinda kwa lolote. Hakuna atakaye jaribu kumshinda kwa lolote. Lakini uwepo wake nyakati zote na mahala pote, hiyo ni sifa pekee binafsi inayopatikana kwa Mungu. Anapatikana mahala pote. Ndio maana hapa anapomwambia Musa mimi niko, anamaanisha hivi, hata sasa unapoenda mimi niko, kwamba huweni peke yako. Hata ukifika kule mimi niko, kwamba hutakuwa peke yako. Hata utakapochukua wana Israeli kuja huku Kanani, mimi nipo, hautakuwa pamoja nami. Hata kama ukifika katika bahari ya Shamu, mimi nipo, nitakusaidia, tutavuka pamoja. Lakini hata utakapofika jangwani, mtakapokuwa na shida ya maji, mimi nipo. Mimi ni mwamba, mimi nitatoa maji yatapatikana kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekuwepo pale ambapo taifa linalishwa mana, chakula kinachotoka mbinguni? Ni kwa sababu mimi niko. Haleluya. Mimi niko. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha kama mwenye maarifa, na ndivyo alivyo, ndo sifa yake binafsi. Ana maarifa na ujuzi wa kila kitu. Akiamua kutenda jambo, anaweza akatenda jambo. Akiamua azaliwe kama mwanadamu, aishi pamoja nasi, atuifie msalabani kwa ajili ya wokovu wetu, anaweza akafanya hivyo. Na ndivyo alivyofanya, ni kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Ndio maana ukisoma Yohana 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niko. Lakini ukisoma kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 20 anasema, naye alipoiona imani yao aliwaambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Mstari wa 21, basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Hawa watu walijengwa katika misingi ya imani kweli ambayo ni nzuri, ambapo na sisi leo inakuwa ni fundisho kubwa ya kwamba hakuna mwanadamu
awezaye kusamehe dhambi. Mwenye kusamehe dhambi ni Mungu. Kwa hiyo ndio maana Yesu anaposamehe dhambi katika umbo la kibinadamu, hawa waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, yeye ni nani kwani? Anapata wapi mamlaka ya kusamehe dhambi? Maana mwenye kusamehe dhambi ni Mungu. Dunia leo wako wanadamu ambao wanasamehe dhambi za watu. Rafiki yangu, nikwambie tu ukweli, hakuna mwanadamu anayesamehe dhambi. Mwenye kusamehe dhambi ni Mungu. Na Yesu alisamehe dhambi kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu alikuwa Mungu 100% na aliutwaa binadamu 100% ili kupitia uzoefu wa kibinadamu na hatimaye kufa msalabani kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Kwa hiyo sifa yake nyingine ya kusamehe dhambi imeonekana hapa, ya kwamba alisamehe dhambi. Alisamehe dhambi. Lakini mstari wa 22 anasema, Luka 5:22 anasema, na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Mstari wa 23, lililo jepesi ni lipi? Kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka ujitwike kitanda chako ukaende zako nyumbani. Na ndivyo ilivyotokea. Kwa nini? Kwa sababu aliyezungumza ni Mungu mwenye mamlaka ya kufanya hivyo. Na hata leo sisi tunapofanya kazi hii ya Mungu, tusipokuwa na nguvu za Mungu, hatuwezi kuwa na mamlaka hii. Hatuwezi kuwa na mamlaka hii. Kwa hiyo Yesu anamwambia huyu mgonjwa ambaye amepooza na kuambia, ondoka ujitwike kitanda chako ukaende zako. Na hizi zilikuwa ni miongoni mwa sababu za kumfanya Yesu aje duniani. Ukiangalia maisha yake, mazingira yake, maeneo yake aliyopita, ametembelea wenye shida, ametembelea wagonjwa, ametembelea waliofungwa, ametembelea wenye changamoto mbalimbali. Na hata leo hii, msikilizaji wa AWR ulioko pale Geita, pale Mwanza, pale Dodoma, pale Morogoro, pale Manyara, Arusha, Singida na hapa Dar es Salaam, ujumbe wako ni huu. Yesu mwenye mamlaka anasema hivi. Yesu mwenye mamlaka anasema hivi, ondoka ujitwike kitanda chako. Yaani huo ugonjwa muda mrefu uliokukamata, Yesu mwenye mamlaka anasema umeisha tangu leo. Kinachohitajika ni nini? Kinachohitajika ni kumwamini. Ni kumwamini. Na utakapomwamini, unapomwomba juu ya changamoto yako, Yesu anaingilia kati. Kwa nini? Kwa sababu ana mamlaka ya kufanya hivyo. Dhambi inayokutesa, Yesu anaweza kukusamehe. Yesu anaweza kukuinua. Yesu anaweza kukupatia nguvu. Yesu anaweza kukuimarisha. Muamini kama mwokozi halisi wa maisha yako. Muamini kama Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Lakini ukisoma Yohana 20 mstari wa 27 anasema, kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Wakati Yesu amefufuka, alipowatokea wanafunzi wake, Tomaso alikuwa amechelewa kidogo, lakini alipokuja akapata habari ya kwamba ati Yesu amefufuka. Na Yesu amefufuka, yeye kwake ikawa ngumu kuamini ya kwamba Yesu amefufuka. Ghafla Yesu akamtokea, akamwambia Tomaso, leta kidole chako hapa, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Mstari wa 28 neno la Mungu linasema, Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Msikie Tomaso. Huyu Tomaso ambaye hakuamini kwamba Yesu amefufuka na Yesu amewatokea wanafunzi wake, leo anasema hivi, Bwana wangu
Mpendwa msikilizaji wa AWR, ni Yohana 20 mstari wa 28 nasoma, anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso sasa ameamini ya kwamba Yesu ni Mungu kwa matendo makuu aliyoyatenda, ikiwa ni pamoja na kufufuka na kuwatokea na kuaminisha. Yesu anatamani siku hii ya leo, wewe usiyemwamini kama Mungu, wewe usiyemwamini kama Mwokozi, uamini ya kwamba ni Bwana wako na ni Mungu wako. Mstari wa 29 anasema, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, na heri wale wasioniona wakasadiki. Na mimi leo ninasema hivi, kwa kuwa umesikia ya kupasa kusadiki, ni heri wasiosikia wakabaki kutokusikia habari hizi za Mungu na wao wasisadiki. Lakini kwa kuwa mpendwa msikilizaji, umesikia, sadiki ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu ni Mungu wako ambaye anaweza kukusaidia, ambaye anaweza kukuongoza, ambaye anaweza kukulinda. Lakini Waebrania 1:5, 6, 7, 8 mpaka 9. Neno la Mungu lasema, kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kwa habari ya malaika asema, afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Anazungumzwa habari ya malaika, lakini anazungumzwa habari ya mwana. Anasema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Lakini mstari wa 9 anasema, umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu namtambulisha kwenu siku ya leo kwa mjibu wa maandiko kama ni Mungu. Miongoni mwa sifa kadhaa za Mungu ni umilele kama nilivyokwisha kuzungumza. Lakini ukisoma habari za nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6 anasema, maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Baba wa milele, Mfalme wa amani. Anazungumzwa, anatambulishwa kwetu ya kwamba huyu ni wa milele. Kwa hiyo Yesu Kristo ana sifa ya umilele. Lakini Yesu ni wa kwanza, lakini pia ni wa mwisho. Ukisoma Ufunuo 1 mstari wa 8 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyokuwako na atakaye kuja Mwenyezi. Hizi ni habari za Yesu zinazozungumzwa leo, ya kwamba yeye ni wa kwanza na yeye ni wa mwisho. Kwa maana nyingine, yeye hajaumbwa, alikuwako tangu mwanzo. Mpendwa msikilizaji wa AWR, napoenda kuhitimisha somo langu la leo, sikia habari hii kutoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 hata wa 12. Neno la Mungu lasema hivi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Wapendwa wasikilizaji wa AWR, ingekuwa heri leo tukaamini. Kwa nini ingekuwa heri? Kwa sababu maandiko yanasema yeye alikuwa yu namna ya Mungu. Hakuona kule kwake kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho.
bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Ndio maana Yesu alipokuja duniani hajatokana na baba na mama, isipokuwa Roho Mtakatifu alikuwa sehemu ya matokeo ya kuzaliwa kwa Yesu kupitia Mariam. Maana yake ni nini? Ni mtu fulani asija akajisifu akasema ametoa mwana ambaye anawaifia ulimwengu. Huyu amekuja kuvaa ubinadamu kwa lugha nyepesi. Kwa maana nyingine, alikuwa na uwezo wa kuja kama malaika, alikuwa na uwezo wa kuja kwa namna nyingine, lakini amejishusha. Unajua ubinadamu umejaa dhiki, ubinadamu umejaa udhaifu, ubinadamu umejaa shida, ubinadamu umejaa kuugua. Yesu anachagua kuondokana na uungu na kuvaa ubinadamu ambapo wakati mwingine anachoka, ubinadamu ambapo wakati mwingine anahisi njaa, ubinadamu ambao wakati mwingine unaugua, ubinadamu ambao wakati mwingine ameteswa, amesulubiwa, amepigwa mijeledi. Mimi ninadhani kitu ambacho ingekuwa bora kwetu, tungejikita katika sababu hivi ni kwa nini Yesu ameamua kuvaa binadamu. Tusiutilie mashaka uungu wa Yesu kwa sababu ya ubinadamu, isipokuwa hivi ni nini chanzo kilichomfanya Yesu avae binadamu. Ukigundua sababu ni ili aweze kukuokoa, kamwe hutaudharau uungu wa Yesu na utaendelea kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Laiti angelikuwa ni mimi, laiti angelikuwa ni wewe, kama usingeachana na uungu ukauvaa binadamu kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Na hicho kisingewezekana popote pale. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alijinyenyekeza na akachagua kifo cha aibu, akachagua kuteswa na wanadamu, akachagua kuvuliwa nguo, akachagua kupigwa mijeledi, kuchanwa na vyuma, akachagua kugongelewa misumari katika mikono yake, katika miguu yake, katika mti ule wa pale Golgotha. Naam, mauti ya msalaba. Alijinyenyekeza. Alikuwa na uwezo sana, na inawezekana ndo maana hata imekuwa rahisi hata kwa Yuda kumsaliti. Yuda mwenyewe alijua ya kwamba huyu Yesu ni mtenda miujiza. Kwa hiyo hata hapa akiamua anaweza akatenda miujiza. Lakini Yesu akasema, saa yangu imefika ya kufa msalabani kwa ajili ya kuwaondolea wanadamu dhambi. Rafiki yangu, iko hivi. Mungu amevaa binadamu kwa ajili ya kutuokoa. Lakini usije ukaishia kusema ya kwamba basi dhambi zetu zimefutwa. Dhambi zetu hazifutwi hata tutakapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na sio tu kumwamini, kuendelea kuishi naye, kuendelea kumtumaini, kuendelea kumtegemea hata ajapo mara ya pili. Namleta kwenu huyu Yesu aliyejinyenyekeza kwa ajili ya kutuondolea dhambi, kwa ajili ya kuturejeshea utukufu ambao tumepoteza. Yesu atusaidie, Yesu akusaidie, Yesu anisaidie, ili niendelee kudumu katika tumaini, niendelee kudumu katika imani hata atakapokuja mara ya pili. Rafiki yangu, popote pale ulipo, fungua moyo wako tunapoenda kuomba, ili uelewe somo hili na tusaidie katika maisha yetu. Tuendelee kutembea kifua mbele, kwa kuwa tumeokolewa ndio, lakini katika magumu tumuone huyu aliyekubali kufa msalabani akitusaidia na kutushika mkono. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Asante, mbariki sana msikilizaji popote pale alipo. Endelea kumpatia nguvu, endelea kumpatia uwezo. Tuendelee kukuamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kamwe tusikusahau wala tusikuache. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mpenzi msikilizaji wa AWR, namba za simu ni 0759533933 kwa maswali na maombi na ushauri mbalimbali. 0759533933. Mungu akubariki sana. Karibu tena katika kipindi wa saa kama huu. Endelea kudumu katika AWR Tanzania. Amen.